Ah, siku nyingine tena, karibuni katika kipindi cha Baraka Child Show. Leo hii katika kipindi hiki tunaendelea na mada ya kijana na ajira, na host wenu ni Baraka Charity kama jina la kipindi kinavyoendelea kinavyoitwa. Kwa hiyo siku ya leo nimkaribisha tena msemaji wetu katika mazingira ya ufugaji wa chuo cha Biblia na theolojia ya Kidugara hapa aweze kusema machache ili tuweze kujifunza mengi kutoka kwake kuhusu masuala ya ufugaji, na kijana anapoanza kufuga ajue nini anachofanya. Kwa hiyo nitamkaribisha ajitambulishe, mwisho wa siku aendelee. Jina langu naitwa Furahini Anthony Sasami, ni mwalimu chuo cha Biblia Kidugara Lutheran Seminary, lakini pia ni msimamizi wa miradi ya Kidugara Lutheran Seminary inayohusisha kilimo na mifugo na ujasiriamali kwa ujumla. Asante. Kama tulikuwa tumeishia pale mwishoni, alisema kwamba leo hii alitamani sana tuingie kwenye field kwa vitendo. Kwa hiyo sasa tupo hapa miongoni mwa mmoja ya miradi ya chuo cha Biblia na theolojia ya Kidugara. Kwa hiyo tulitamani kujifunza kwa nini tupo kwenye haya mabanda ya nguruwe, na anataka kusema nini na vijana kuhusu masuala ya ufugaji. Karibu sana. Nashukuru kwa nafasi hii niliyopewa, lakini nipende kabla sijaendelea kuwakaribisha vijana. Karibu sana Kidugara kwa kujifunza zaidi. Yaani tunafundisha haya, unaweza kawa una video zetu na nini, lakini kwa kujifunza kwa walisia, karibu sana Kidugara Lutheran Seminary. Unaweza kujifunza ukapata fursa nyingi. Kwa hapa tupo eneo la ufugaji wa nguruwe. Tunalo banda hili hapa mkono wangu wa kushoto, tuna mabanda mengi haya ya mkono wangu wa kulia hapa na eneo la kule chini. Tuna nguruwe majike wakubwa kwa ajili ya uzalishaji, tunao 10, lakini pia kwa sasa Mungu ametusaidia tuna vitoto 70 vya nguruwe, yani vibwagala, ambavyo kama kijana unahitaji unakuja hapa Kidugara Seminari unaweza kupata kwa bei nafuu kabisa. Tunauza ni nguruwe wa kisasa, sisi tunauza kwa bei nzuri ambayo kila kijana anaweza kuipata kwa 90,000. Lakini pia kabla sijaendelea kufugaji nguruwe bora, lazima ujue kwanza mbegu bora kwa ajili ya kufuga. Kabla hujaanza mradi wa nguruwe, lazima ujue mbegu bora au nguruwe bora ambao watakusaidia kukupa matokeo kwa haraka. Nguruwe wanaokuwa kwa haraka, wanaozaa vitoto vingi, lakini pia ambao wana uwezo wa kuwa na nyama nyingi, sio mafuta. Kwa sababu sisi tunaendelea kupambana na mafuta, hatutaki mafuta yawe sehemu ya maisha yetu kwa sababu kuna magonjwa mengi. Kwa hiyo sisi tulitafuta mbegu bora, tunafuga aina inaitwa Raj and White, wale nguruwe weupe warefu, lakini huku tuna Duroc ambao ni nguruwe wa kisasa pia, nao wanakuwa kwa haraka. Kwa mfano nguruwe ambao wataonekana hapo kwenye video zetu, wote hawa ni mapandisho wakiwa na miezi 7 na wamezaa vitoto kuanzia 14, 15 mpaka 16. Kwa hiyo ni mradi wa uhakika ambao kwa kijana ukitaka kufuga mradi wa nguruwe unaweza kukulipa. Lakini pia tulivyoangalia mbegu bora ya kufuga, tukaandaa mabanda bora kwa kuanzia. Tuna banda bora ambao hili limejengwa ni la kwetu la kisasa ambalo tumeligawanya, lina mfumo wa unywaji maji humo ndani, chakula, inakula chakula kizuri. Lakini pia tuna mabanda ya kawaida, tumeweka haya kwa kujifunza kwamba asije kama mjasiriamali au kijana anataka kujifunza ufugaji wa nguruwe akawa anasema sasa mimi nitapata wapi hela ya kujenga kwa tofali, sijui kuwezeka na bati, sijui kusakafia na nini. Kwa hiyo hii hapa ni nzuri kwa kijana ambaye anataka kufanya kazi ya ujasiriamali, sio lazima uanzie kwa gharama kubwa. Tumeweka hii kwa sababu pia wanachuo wetu tunawafundisha kwamba hata maeneo yanayokuwa, kwa kadri mradi unavyozidi kukua ndivyo anazidi kuboresha mazingira mazuri ya kufugia kwa usalama zaidi. Kwa sababu hii mabanda ya mazuri ya kisasa yanasaidia, kwa mfano yakitoka mlipuko wa magonjwa, kujiwekea karantini kwamba ili mtu asipitie kwenye mabanda yako au wewe usiweze kutoka huko na umebeba vimelea vya magonjwa kuja kuambukiza huko, inakuwa sio rahisi. Mabanda ya kisasa unajiwekea karantini wewe kwamba una sehemu ambako unavaa nguo kwa ajili ya kuhudumia mifugo humo ndani, lakini pia kuna ile foot trough kwa ajili ya miguu kuweka, tutasema disinfectant. Lakini pia inakuwa ni rahisi zaidi kuweka zuio kwamba sio kila mtu afikie kwenye mradi wako. Kwa hiyo sisi hapa Kidugara Seminari tunapowafundisha wanafunzi tunasema moja wa maambukizi ya magonjwa ya virusi, kwa mfano sio tu mlipuko wa nguruwe wenyewe, pia binadamu ambaye ni keria. Kwa sababu ukisikia mlipuko wa magonjwa kajiwekea karantini kwamba mimi shambani kwangu kwa sababu mlipuko wa magonjwa umetokea, kwa sababu nguruwe wako hawajaathirika, kwamba mimi
sitakula nguruwe mpaka nihakikishe ugonjwa umepisha. Lakini pia tuna tabia kulishia majani ambayo tunayang'oa mbali na eneo letu tunalofugia, ambayo huenda katika uoshaji wa nyama au vyombo vikawa vimemwagiwa mle, kwa hiyo vikabeba vimelea vikaleta kwa nguruwe wetu. Kwa hiyo sisi tunajitahidi sana kuweka mazingira safi na salama kwa ajili ya nguruwe wetu, lakini pia kwa ajili ya utumiaji ambao tutatumia kwenye nguruwe. Lakini hapa pia pamoja na kwamba tutakuwa na mabanda bora, lakini chakula bora. Kwa mfano sisi hapa Kidugala Seminari mradi wetu unaenda vizuri. Nipende kumshukuru mkuu wangu wa kazi ambao ni mchungaji Lupenza, Wallace Lupenza, ambaye ndio mkuu wangu, ambaye anajitahidi kwa hali kubwa sana kuhakikisha ninapoandika mahitaji ya nguruwe yanafika kwa wakati. Lakini pia ofisi yangu ya hazina, ambao pia tukiwaandikia haya maombi hela zinatoka kwa wakati, ndio maana unakuta hii miradi haiwezi kudorola. Kwa hiyo kupitia hivyo imenisaidia mimi kama mtaalamu kufanya vitu vyangu kwa hali ya ubora, kwa sababu kama wao wanatoa kwa wakati na baki nadaiwa mimi. Maana yake mimi nisipofanya vizuri inakuwa ni deni langu, kwa sababu wamenipa hii kazi, wameniamini. Wako wengi wenye elimu kama mimi, wengine zaidi yangu, wanaweza kufanya vizuri zaidi yangu, lakini mimi kwa kuaminia, kupitia uaminifu huo, na mimi nimetengeneza kwenye miradi kama mnavyoona hapa. Tuna nguruwe wote hawa wako wana miezi 9. Kwa hiyo tumepandisha wakiwa na miezi 7, kwa sababu nguruwe anakaa na mimba siku 114, ambao ni miezi 3, wiki 3 na siku 3. Kwenye chakula sisi, kwa sababu nina nguruwe wengi, mimi nachanganya kwa ratio. Mimi ninachukua debe 10 za pumba za mahindi, lakini pia katika debe 10 za pumba za mahindi nachanganya debe 1 la mashudu ya alizeti. Nikimaliza hapo na kuja kuchanganya na ile pig boost, kwa sababu tuna boost kwamba nguruwe wetu waweze kukua. Pig boost au pig mix. Tunaweka pig boost kwa nguruwe wanaokua, lakini pig mix kwa nguruwe ambao wanategemea kuzaa au wana mimba. Wakishazaa tunaanza kulisha pig boost kwa ajili ya ukuaji wa watoto ambao ni kilo 2. Lakini pia tunakuja kuchanganya chumvi ya chakula kilo 3, lakini pia tunakuja kuchanganya damu kilo 1, alafu tunachanganya mifupa kilo 1, alafu tunachanganya chokaa kilo 1. Tunakuwa tumepata mchanganyo wetu wa chakula kwa ajili ya kulisha nguruwe wetu kila siku. Kwa hiyo hii inatusaidia, kila kundi la chakula lina muhimu wake kwenye mwili wa nguruwe. Ndio maana lazima hii michanganyo tuzingatie makundi 5 ya chakula, ambapo kuna protini, kuna vitamini, kuna lipids, kuna mafuta na carbohydrates na viinilishe vingine ambavyo ni muhimu kwa ajili ya ukuaji wa nguruwe kulingana na hatua. Lakini tukisha changanya chakula hicho, pia nguruwe wetu wakishakuwa wameshazaa, kwa mama lazima apate chanjo yake kama mzazi, ambao tunachanja chanjo ya kuzuia kwa sababu ametoka kuzaa. Tunaamini kwamba ndani kule kuna michubuko na vidonda vingi. Kwa hiyo tunamchoma sindano ya dawa ambayo inasaidia kuponya vile vidonda vya ndani, lakini pia maziwa yasiweze kukata kwa vitoto wanavyonyonyesha. Lakini pia na minyoo pia tunamchoma, kwa sababu wale bakteria wengi wanakuja kusababisha minyoo ambayo inasababisha ukuaji, afya ya mama inakuwa hafifu, ambapo atashindwa kunyonyesha watoto wake vizuri. Lakini vitoto vikishafikisha siku 3 sisi tunachoma, tunaita iron, ile inasaidia kwa ajili ya uzalishaji damu wa kutosha, lakini pia ili mishipa ya mwili iweze kuwa active kwa ajili ya transfusion ya kusafishaji wa damu. Lakini pia tukishawachanja tunakata meno na mikia. Na wakati mwingine tukiwa na uhitaji, labda kulingana na uteja, tukaona soko limekuwa sio zuri sana, huwa tunahasi vidume ili tuweze kuuza kwa ajili ya nyama. Kwa nini tunahasi? Tunavohasi vile vinguruwe vinatusaidia nguruwe wanakuwa kwa haraka, manake ule upotevu na usumbufu wa chakula, kwa maana nguruwe akifika adult stage au tuseme puber stage asianze kusumbuana kwenye ukuaji, kwa sababu tukiwa hatujamwasa anaanza kuwaza, tunasema lugha nyepesi, anaanza kuwaza wanawake. Kwa stress zinakuwa nyingi kuliko kukua. Kwa hiyo sisi tunamwasi, manake chakula chote tunachomlisha kinaenda kwenye utengenezaji wa nyama na ukuaji wa haraka. Na kwa nini tunakata meno na kwa nini tunakata mkia vikiwa na siku 3? Kuna angel, kwa sababu vile vitoto vinakuwa na meno ya kutosha. Kwa kuna wakati hata mtoto tu huyu binadamu akizaa, mtoto akianza kuota meno anaanza kung'ata. Sasa ile test wanayomfanyia mama yao kumng'ata, mama anaweza kazira asiende kunyonyesha, au vyenyewe kwa wenyewe vinaweza vikang'atana vikasababishana vidonda, ambao wakati mwingine vidonda vinakuwa vikubwa, kupona inakuwa shida. Kwa wakati mwingine pia vidonda vikiwa vikubwa, manake nzi wanaweza kaanza wanashambulia vile vidonda na ukuaji wake ukawa wa stress, kwa sababu anakuwa na vidonda alafu bado ni mtoto mdogo. Kwa hiyo tunafanya hivyo kwa kurahisisha ukuaji na usalama wa mama na watoto. Nadhani kwa leo inatosha. Karibu sana.
Nimekusikiliza vizuri, lakini umesema kwamba kuna nguruwe 70 vitoto. Lakini hatujajua katika mradi wenu kama wa seminari mna nguruwe idadi ya kiasi gani, na hiyo ratio mnaoichanganya inakidhi idadi ya nguruwe mlionao? Sisi tumefanya hesabu. Ninaposema tunachanganya debe 10 haimaanishi debe 10 ninalisha kwa mwezi. Mimi kwa siku hawa nguruwe wangu wote wako 10 wa mama wenye watoto. Manake kwa siku wanakula kilo 3. Kwa hiyo ukisema 10 mara 3 unapata kwa siku nalisha shingapi, kiasi gani. Kwa hiyo ukazidisha mara siku 30 unajua kabisa kwa mwezi nalisha kiasi gani. Ila mimi nachanganya kwa ratio ya debe 10. Asante. Ndugu watazamaji, na swali langu la mwisho kwake, mwisho siku tuweze kuishia hapa kwa leo. Lakini kama unaendelea kututazama kupitia kipindi cha Baraka Charity Show, uko nami Baraka Charity kama host wa kipindi hiki. Na swali langu la mwisho, kwa nini ndugu watazamaji waweze kujifunza, kwa nini nyinyi mlichagua jamii ya kike ya Juro kama sehemu ya uzalishaji? Unajua kwa sababu tupo kwenye project ya nguruwe, lakini pia tuna project ya ng'ombe. Swali ambalo ningeweza kukujibu kirahisi ni kwamba nguruwe haingizi hela kila mara kama ng'ombe wa maziwa, kwa sababu nguruwe hatukamui. Kwa hiyo sisi tunajikita sana kwa sababu ni wajasiriamali. Tunazalisha hivi vitoto tunavyozidi kuuza ili kukuza mradi wetu. Lakini pia sio tu kukuza ili tuweze kuboresha mazingira ya ufugaji. Hatutamani kwamba mwakani mida kama hii tuwe tuna mabanda ya hali hii. Tunatamani tuwe tuna banda moja kwamba sehemu ya kujifunzia, lakini pia mradi huu ili ukue lazima, kwa sababu nguruwe wetu sisi anazaa mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo kama anazaa vitoto 15 akanizalia mara 2 anakuwa na vitoto 30 almost. Kwa hiyo ukichukua 30 mara 90 unakuwa umejua kwamba nguruwe kwa mwaka ananizalishia kiasi gani na yeye anakula kiasi gani na mimi napata faida kiasi gani. Sisi tumechagua majike kwa ajili ya kuzalisha vibwagala ili tuweze kuuza, kupata kipato cha kuendesha wenyewe mradi, kwa sababu sisi mradi unajiendesha wenyewe. Kwa hiyo tusipokuwa tuna majike mengi tutashindwa kuendesha mradi, kwa sababu madume ili yaweze kuturudishia mpaka miezi 7. Sasa miezi 7 unaweza kupata kilo 80 au 90 kiasi kwamba haiji kukulipa kwa haraka kwenye kiwango kile ambacho unataka, kama unavyofuga majike yanazaa mara 2 kwa mwaka. Asante. Nashukuru sana mgeni wangu, na pia nakushukuru sana kwa maelezo mazuri, nimeridhika sana. Karibu sana tena wakati mwingine tutakapokuwa tunaendelea kuitazama hii video siku ya leo. Watu watazamaji watapenda kujifunza mengi kuhusu masuala hayo. Na swali langu la mwisho, unamshauri nini kijana ambaye atakayeingia kufuga? Bora kutumia michanganyo ya watu wengine au michanganyo aliyochanganya mwenyewe? Mimi ningependa kwamba